kwenye utangulizi uliopita na katika majlisi ya nyuma kabla ya hii yanayofungamana na utangulizi muhimu, na tukazanabahishana kwenye kunako mambo matatu ambayo ndiyo ilikuwa ni sababu ya kupelekea Sheikh Bakar ibn Abdullah Abu Zaid, Allah amrehemu, aandike kitabu hiki. Jambo la mwanzo alitaja kunyamaza anaipiga simu. Hili ni katika mambo ambayo aliyataja, kama vile pia alitaja kurekodi mazungumzo basi na ruhusa ya unayemrekodi. Tukasema ile jambo pia ni katika mambo ya khiana, haifai kimrekodi mtu basi muombe ruhusa, na kwa sababu sauti ni ya kwake ana haki ya kutasarraf anavyotaka kwenye hilo, kwa sababu bado ipo katika umiliki wake. Kwa maana na hata akikwambia ukinirekodi sauti yangu iishie kwako, basi hii ni amana na dhima umeibeba, haitakiwi kuitoa sauti yake nje ya yeye. Mimi pia nakumbuka kuna shekhi mmoja, Allah amhifadhi, nilisikia sauti yake akisoma shairi, nikakaa na sauti yake kwa muda mrefu sana, mpaka Allah akajalia moja kati ya masiku nikapata namba yake, nikaona nimuulize. Nilipomuuliza, kwa maana nilikuwa nataka tafsiri yake, sikuwa nayafahamu maana yale maneno, ila yeye kashaongea muda tu, akaniambia maneno ya haya tafsiri yake ni kadhaa. Nikamwomba, nikamwambia na kuomba rudia, lakini nakurekodi. Lakini akaniwekea sharti, sawa rekodi, lakini sauti yangu iishie kwako. Kwa hiyo kisheria hapa ilinipasa sauti yake iishie kwangu, nisimpe mtu mwingine yote. Hivyo ndio inavyotakiwa, kwa sababu ni jambo ambalo umemuomba mwenyewe na mwenyewe kakupa ruhusa kwa mpaka fulani maalum. Kwa hiyo ni mambo ambayo tuliyataja katika majlisi iliyotangulia, na sasa hivi zimekithiri khiana kwenye hili. Bali kuna kijana mmoja nilimsikia akisema kwamba mimi siongei na watu fulani isipokuwa na warekodi, na anajisifia kufanya khiana kwenye mazungumzo na watu fulani. Hili si jambo la sawa. Mimi siongei na hawa watu fulani hawa isipokuwa mimi na warekodi, kisha baada ya hapo mtu kakurekodi jambo ambalo ni private baina yako wewe na yeye, anakwenda kuliweka YouTube. Sasa hii ni khiana juu ya khiana, ni khiana juu ya khiana. Na kuna wengine na wao mtu anatumiwa sauti siri na saha aziweka YouTube na yeye. Sasa huyu mwenyewe kama angelikuwa sihi mtandaoni ungekubali? Usingekubali, mara huenda usingekubali. Hapo hapo ule upande ambao umenasihiwa kisiri siri, tena kwa kutumia pengine sauti, voice, WhatsApp, unadhihirisha sauti wazi wazi. Ili jambo kama lau angelihitajia hivyo, uwezekano wa yeye kutuma sauti YouTube upo, kakutafuta wewe private. Kwa hiyo usieneze sauti yake pasi na ridhaa yake, muda wa kuwa mwenyewe alifanya ile jambo ni siri. Ama ile ambalo litakuwa tayari lipo wazi, mfano kama kumetumwa darasa, unaweza kutuma darasa sehemu yote, sababu yeye mwenyewe pia kusudia kueneza faida. Kwa hiyo ukieneza umemsaidia. Ama sauti ya mtu private, sasa uongea naye tu, alafu hapo hapo warekodi, waanza kueneza kwa watu wengine. Na nimetilia mkazo ile jambo kwa sababu limekithiri sana kwa watu, ndio maana nimerejea pia na kulitilia mkazo. Na pia tuliona pia katika mambo ambayo yalimpelekea shekhe aandike, basi ni ukumbusho, ajikumbushe yeye kadhalika na wakumbushe wenzake. Ama katika mambo ambayo ndio tuanza rasmi adabu zenyewe na mafunzo yenyewe kwenye kuhusu matumizi ya simu, shekhe anasema sihhatu raqami awalan, usahihi wa namba, jambo la mwanzo kabisa. Ukitaka kupiga simu, jambo la mwanzo tazama usahihi wa namba ya unayekusudia kumpigia.
isiyo wamkusudia huyu ukampata mwingine, ikafikia hatua sasa baina yako wewe na huyo uliyekosea namba kwake pengine kukatokea maneno ya kurushiana, na kuna wengine hawana usulubu mzuri kwenye kulikabili jambo. Yani ikatokea la qadar Allah, mpigaji ni mtu ana maneno machafu, kadhalika na huyo ambaye mtu kakosea akampigia yeye pia naye ana maneno machafu. Sasa hawa wanaweza kutukana na mwisho wa siku wakaja wakaonana, kumbe huyu ni mjomba wake huyu. Hakuna faida gani? Ibakia sasa mjomba ujue kwenye simu bwana, kule kwenye simu tena kuna mambo yake, kila mmoja atafuta njia kumzuga mwenzake. Haikufikia wala haikupasa ifikie hivyo, bali palipaswa toka mwanzo patumiwe busara, kwa sababu kama tulivyoona kwamba upole na busara havipatikani vitu hivi kwenye jambo isipokuwa vitalifanya jambo liwe zuri, na sio kuanza kujibizana mabaya, maovu, maneno ya kejeli. Hayo sio mambo ya sawa. Lakini la mwanzo kabisa ambalo ni wajibu wa mtu ambaye anataka kumpigia mwenzake, angalie usahihi wa namba, na sio kwanza sijui ndio hii, hebu ngoja nijaribu. Imekuwa kwenye majaribio sasa, na mwingine naye akishaona mtu kakosea namba, kwani ulitumwa na nani wewe upige? Mwingine naye anajibu, kwani sio la kwako, si la kwangu. Sasa mwisho wa siku anatukanana. Hakuna faida yoyote ya hayo. Kwa hiyo ili hayo yasitokee, mtu awe na hali ya kujichunga na kutazama vizuri usahihi wa namba ya yule ambaye anakusudia kumpigia. Anasema Sheikh, taakkad awalan min sihhati ar-raqami qabla al-istisali, hakiki mwanzo kabisa kutokamana na usahihi wa namba kabla ya kupiga, hakiki hata la taqa fi ghalatin, ili mpaka usije ukaingia katika nini, kosa, ili usije ukaingia katika kosa ukakosea. Fatuqidha naiman, ikawa ni sababu ya kumwamsha aliyelala, tena huyo aliyelala sio uliyomkusudia kumpigia, ukaosha muamsha. Au tuzija maridan, au ukamshughulisha akili mgonjwa, mshughulisha akili mgonjwa, pengine umekosea kupiga ukampigia mwingine, ima ndiyo huyo mgonjwa ambaye ndo umeenda kwake badala ya uliyemkusudia kwenye kupiga, au ikawa kuna aliyelala ukamwamsha na si ambaye ulikusudia kumpigia. Sasa hapo tayari ushawafanya waliokuwa hawana haki ya kufikiwa na mawasiliano yako kwa wakati huo, ukawafikishia mawasiliano yako. Au tushghila ghayraka abathan, au kamshughulisha mwingine asiyekuwa wewe kimchezo, kamshughulisha tu. Na bali kuna wengine sasa hata nili linakuja hivi punde, tuseme kama jambo la tatu, ile sauti ya simu ikiita, kama ndio tumekaa hapa sasa tukaona kama ni mabomu ya machozi yashatupwa nje ya msikiti hapo, namna sauti yake ilivyokuwa kubwa. Ni jambo pia nalo ni muhimu mtu kwa makini nalo. Kuna mwingine simu inaweza ikapigwa ikamtia pressure mwenyewe, kama kalala akaamka na pressure kweli kweli, kwa sababu sauti ni kubwa. Kwa hiyo pia jambo muhimu sana. Kwa sasa inawezekana kwa kutokuhakiki namba ukampigia mtu ambaye sauti ya simu yake ni kubwa, na kwa wakati huo kalala, ukamwamsha ukampa wasiwasi. Au pengine ikawa umempigia mtu wa karibu yake ambaye sauti yake ni kubwa na yeye kalala, yeye uko macho, mwenye hilo tatizo la wasiwasi ama pressure, ukampigia wa karibu yake, ikaita simu akasikia, ukaanza kumpa mtu pressure, wasiwasi. Na wapo watu wa hivyo. Na ukilala sauti kama itakuja kama ilivyo kwenye sikio lako inakushughulisha sana, unaweza kaamka ukikimbia nini, ukakimbia ukawa mwenyewe unakuuliza nimekimbilia nini, lakini kwa wasiwasi ambao umekupata kwa ile sauti. Fala tattasil illa ba'da tawaffuri amrayni,
usipige simu isipokuwa baada ya kupatikana mambo mawili. Fala tattasil illa ba'da tawaffuri amrayn, usipige simu isipokuwa baada ya kupatikana mambo mawili. Jambo la mwanzo anasema Sheikh, raqamun maktubun amama basarik, namba ambayo ni yenye kuandikwa mbele ya macho yako, kwa maana una kikaratasi hivi au kuna sehemu tayari umeiandika kwenye simu, ikawa sasa unaipiga ile namba. Kwa usipige kabla ya kupatikana mambo mawili, au mutaakida minhu fi dhakiratika, au ikawa umehakiki na imehakikika hii namba kwenye akili yako kwamba hii ndiyo naiandika namba ya fulani nataka nimpigie, au kama si hivyo basi umeiandika sehemu ukitoa kule kutokuijua kwenye akili yako. Wala tad'a isbi'aka ala raqmin au ala raqamil hatif illa wa tusbi'ahu albasar, na usiweke kidole chako kwenye namba ya simu isipokuwa unaifatilizishia macho. Umeiandika kisha itazame tena, ndio maana yake. Shaandika tayari, fatilizishia macho kile ulichokiandika katika namba, ili hata ikitokea umekosea upate kudiriki kosa. Sio kuna mwingine anaijua namba anapiga, akiona kampata mwingine ndo anatazama, kumbe kuna namba nilikosea hapa. Anaijua hii namba lakini hakuhakiki wakati alipoandika. Kwa hiyo kabla ya kupiga, hata kama unaijua namba, hakiki tena kwanza, kisha hakiki tena ndiyo piga sasa baada ya hapo. Kisha jambo jingine, fa in hasala khata'un, ikitokea sasa umehakiki vyote lakini ndiyo qadarallahu wa ma shaa faal, likapatikana kosa, umeshahakiki namba, kadhalika pia umeitazama vizuri, ima umehifadhi namba au uliiandika, fatalattaf bil'itidhar. Ukikosea sasa baada ya yote hayo na likapatikana kosa, basi kuwa mpole kwa kutoa udhuru. Ushahakiki namba vizuri na umeyatazama mambo vizuri tu kwenye namba zako vile, sio sasa kwa sababu tu ndio umehakiki useme kwamba kwani hakuna kukosea, kwa hiyo nimejitahidi vipi mimi mpaka kukupigia wewe. Sio hivyo. Umekosea, kuwa mpole kwamba nimekosea. Na kuna mwingine na yeye ikishatokea tu umempigia vibaya, hapo hata kupelekea maneno ya kejeli. Na hapa tulitaja kwamba kuna baadhi ya wanaume wana tabia khiana. Hii tabia ni mbaya, wanatakiwa wajirekebishe nayo. Akikosea kupiga simu mwanaume, watamjibu vibaya. Hakiki bwana, hizo stress zako hizo usizilete kwenye mawasiliano ya watu. Haya, atamwekea misamo mikali na misamo migumu. Akikosea mwanamke ataongea kisarabu, na huku mwanaume akisema nimekosea, yale ya kejeli yote yatafunguliwa hapo. Mwanamke akisema nimekosea kaka, si vibaya kujuana. Sasa kusudia nini wewe? Si vibaya kujuana. Mbona huku ukisema si vibaya kujuana ulijibu ovyo na ukamkejeli mtu? Kwa hiyo muadhamu ya wanaongea hivi wana maqasid maovu, makusudio mabaya. Naam. Wa qul ma'dhiratan, na useme udhuru, kwa maana useme bwana nimekosea bwana, nisamehe bwana, nimekosea kwenye hili, niwe radhi. Sio kama umekosea alafu na wewe wajitia ugumu, sio sawa. Kwa maana kwanza hakiki namba vizuri tu kwa njia ambazo tumezitaja. Pili, ikitokea ndio umekosea, wewe ni mwanadamu, na mtake udhuru ule ambaye umekosea kupiga kwake. Na jambo jingine, akamnasihi yule ambaye yeye ndiyo umempigia kimakosa. Upande wa pili sasa, wa ya ayyuhal muttasalu bika, na ewe uliyepigiwa.
wa ya ayyuhal muttasalu bika, na ewe uliyepigiwa, la tanfa'il, usijifanyishi hasira, hinama yahsulu shay'un min dhalika, pindi pale ambapo litapatikana jambo lolote katika hayo yaliyotajwa ya kukosea, akupigia mtu kimakosa, wewe usikasirike, ni jambo tu, na wala si kwamba eti litachukua masaa yako mengi, wakati wako mkubwa, au likakufanya ukaacha mambo ya msingi sana kwa muda mrefu. Pengine itatokea dakika moja, na ili kuonesha kwamba watu wanakosea na ni binadamu wao, si hili tu la kukupigia, hata pesa unaweza ukapokea na sita kwako. Mtu anaweza kukutumia pesa, tena si kidogo, nyingi tu, na ikawa sio za kwako, kuonesha kwamba huyu amekosea. Kwa hiyo sio upande tu wa mawasiliano, hata upande wa miamala ya kifedha mtu huenda akakosea. Kwa hiyo pia vile vile mtu anatakiwa awe makini na haya, asije akaingilia kimakosa, akamkejeli mtu, akamtusi mtu, au akamtukana mtu. Fatahammalhu, livumilie hili jambo, libebe, lifanye kwamba ni jambo limekosea kibinadamu. Na vuta picha, imagine ndio wewe ndio umekosea na mwenzako ndio umempelekea kosa, kwa maana hiyo namba ulipokosea, baada ya huyo unimkusudia ukampata yeye, baada ya kumpata yeye akakujibu vibaya, ungeisi vibaya, basi lile ambalo hupendi kufanyiwa na mwenzako, basi pia usimfanyie. Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika, wapendelee watu lile ambalo unalipendelea nafsi yako. Na Mtume akasema, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hatofikia daraja ya kuamini mmoja wenu imani ya kweli iliyokamili mpaka ampendelee ndugu yake lile ambalo anaipendelea nafsi yake. Wala tuannif, na wala usifanye ugumu kaanza kumjibu mtu vibaya. Usifanye ugumu kumjibu mtu vibaya, usianze kuleta maneno ya kejeli. Wa in qulta lahu, na ukimwambia mtu fadlan arraqamu ghalatun, bae akhi bwana, hizi namba bwana umekosea. Mtu anaweza akapiga akawa yeye anayakini kwamba huyu ambaye kampigia ni wasahihi na kumbe akakosea, inatokea hii. Kwa hiyo ukimwambia kwamba akhi bwana umekosea namba, fa innahu in kana ghalitan haqiqatan, kikake akiwa amekosea kiuhakika, fa huwa ghairu athim, yeye si mwenye kupata madhambi, kakosea kiuhakika. Waqad adkhalta alayhi surura wala sabila laka alayhi shar'an, na itakuwa umeshamuingizia nini yeye? Furaha, na hakuna njia ya kumpata yeye kiuovu wewe kisheria, hakuna. Sikakosea, kukosea kwa mtu sio njia ya kumpata yeye kiuovu. Kwa hiyo ikiwa kweli kakosea, kumkumbusha basi hana madhambi na ushamuingizia furaha, kuliko kule kuwa ushaanza kumwambia bwana, wewe bwana, watu na masesi yenu mpigia watu ambao hamjakusudia bwana. Haisiwe hivyo. Na hali inatokea, pengine mtu anakupigia simu anasema wewe ni kaka yake kabisa, ka fulani anapiga kabisa, ana msimamo wake, ka fulani bwana, vipi jambo fulani mimi na hili. Mfano mtu akupigia simu kwambia, vipi kaka Njegere, bado hazija komaa. Sasa ukijitazama wewe mwenyewe Njegere wanunua, huyu anakuambia kana kwamba wewe ndio unapanda. Sasa vipi hapa, Njegere hazija komaa tu. Sasa wewe usimjibu kwa kejeli, wewe bwana umekosea, so fulani wewe, so fulani, samahani bwana nimekosea. Jambo limeisha kistaarabu tu, kiupole tu, na hakujatokea lolote baina yako wewe la kiuovu, baina yako wewe naye halijatokea lolote la kiuovu. Uliko tayari mtu wewe bwana mkaanza kushia maneno, sio jambo la sawa. Wa in kana mutaammidan al-idhaa,
na akiwa huyu aliyepiga huyu kakusudia kuudhi, wakakusudia mimi nataka nimuudhi fulani, faqad nafadhahu sahmul lutfi walakal ajru alayhi alwizru. Mtu umemjibu kisarabu kakupigia na hakukusudia kukupigia wewe, au kakusudia kukupigia wewe lakini kakusudia kukuudhi kwa njia ya mwanzo. Kama akakosea tayari yeye hana makosa na ushamuingizia furaha kwa kule kumtanabahisha kwamba umeghafilika na umekosea tayari. Ama ikiwa kakusudia maudhi, jambo la pili sasa, kakusudia maudhi, itakuwa yashapitiwa yale maudhi yake na mkuki wa upole. Simwambia kipole kistaarabu, anaweza akawa kakusudia kukuudhi, ila kwa sababu umwambia kiupole akaona haya, sema bwana sawa nimekosea, na kumbe alikusudia kuudhi huyu, ila ule upole wako umemmaliza nguvu na kumtoa kile alichokusudia cha uovu. Walakal ajru, na kwa wakati huu utakuwa una wewe ni malipo, wa alayhi alwizru, na atakuwa ana yeye ni madhambi. Una wewe malipo na ana yeye madhambi kwa kule kukusudia kwa udhi watu. Kisha akaleta maneno ya shairi ambayo kayataja al-Imam Sirajuddin Abu Hafs Umar ibn al-Wardi kwenye lamia yake, nasema wataghafal an umurin innahu lam yafuz bilhamdi illa man ghafal. Najighafilishe kutoka mambo mengi, yani wewe ambaye umepigiwa yeye kakusudia kukuudhi, tayari una wewe malipo na ana yeye nini madhambi. Lakini pia anakunasihi kwamba puuzia, najighafilishe kutoka mambo mengi, kwa sababu hajafaulu kwa kusifiwa na kuhimidiwa. Lam yafuz bilhamdi, hajafaulu kwa kuhimidiwa illa man ghafal, isipokuwa ambaye atajighafilisha. Sio kila kitu nawe kiakilini, kuna vingine vitakupa wasiwasi bure. Kwa mambo kama haya pia akosea mtu amiliana naye kwa uslubu mzuri, kafanya makusudi kukuudhi, pia amiliana naye kwa uslubu mzuri, atakuwa ana yeye madhambi na una wewe malipo tayari. Na itakuwa pengine pia huenda kwa muamala mzuri ambao umeamiliana naye, hata kama alikusudia uovu tayari ushampa funzo. Pengine pamoja na uovu niliyokuwa nimeazimia kumfanyia kanijibu vizuri tu, kama ilivyo kuna baadhi ya watu walikuwa wakikusudia kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kukatokea jambo ambalo lilipelekea mpaka wao waone kwamba nimekusudia kiovu, nijirekebishe. Mfano Jubair ibn Mut'im, huyu alitoka zake Makkah akaenda Madina radhiallahu anhu. Kabla ya kuslimu kaenda kwa lengo la kutaka awakomboe moja kati ya ndugu zake ambao walikamatwa katika vita na Waislamu mateka. Alipokwenda kule akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma Qur'an, akisoma suratu Tur mpaka akafika aya am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Kwa maana hii aya Allah anawapinga wale wanaosema hakuna muumbaji, kwa kusema kwamba hivi hawa wanaosema hakuna aliyeumba wamejiumba wenyewe au wameumbwa. Kwa moja kati ya mawili, wamejiumba wenyewe au wao wameumbwa. Na kama wameumbwa basi hakuna anayeliweza hilo zaidi ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Jubair ibn Mut'im anasema nilipoyasikia haya kada qalbi an yatir, moyo wangu ulikaribia kuruka, na hajaslimu hapo. Sasa tazama kusikia Qur'ani na uzuri wake. Na hapo mengi sana. Ule mwaka ambao ulifunguliwa Makkah, tukio hili tukiliacha tukienda mwaka mwingine, mwaka ambao ulifunguliwa Makkah ikawa ndio ipo chini ya Uislamu sasa, sababu walipohama Waislamu kutoka Makkah kwenda Madina, Madina ndio ilikuwa chini ya Uislamu, Makkah ikawa ipo chini ya makafiri wa Quraysh. Sasa walipokuja kuikomboa, wale ambao walimuudhi Mtume Makkah si chini ya miaka 13 wale, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza, hivi mnadhania nitawafanya nini? Miaka yote mnaniudhi hiyo, mtawafanya nini? Akasema Mtume baada ya hapa, na wao
ulizo aliyoulizwa wakajibu kwamba tukudhania wewe ni mtoto mkarimu, mtoto wa mkarimu, hatufahamu kwa kweli sipokuwa karimu. Mtume akamwambia pamoja na kwamba walimuudhi, nendeni mmeachwa huru. Hebu tazama, wao walifanya uovu, mtume akalipa uovu kwa wema. Wapo walioslimu pale pale kwa sababu ya ule muamala mzuri ambao aliuleta mtume, pamoja na kufanywa muamala mbaya. Kwa hiyo hata kwenye simu ni vile vile pia, mtu kusudia uovu au kakosea, wewe mjibu kwa uzuri. Lakini yote hayo yanatakiwa huyu aliyekosea mwanzo kabisa, kabla ya kukosea, ahakiki nini? Namba. Kwa hili ndio jambo ambalo tumelichukua hii leo, jambo la kuhakiki namba kabla ya kumpigia mtu. Tuishirizie hapa, tutakuja kuendelea katika majlisi ijayo.